Karibu sana. Leo tunaenda kufungua siri moja kubwa, siri ambayo inaweza kubadilisha kabisa maisha yako kama wewe ni mkulima wa parachichi. Basi twende moja kwa moja kwenye kiini cha mada. Hebu isikilize tena hii kauli. Ukilima parachichi yoyote isiyokuwa hasa kwa ajili ya export, unafanya kazi ya kujitafutia umaskini. Hii inaweza kuonekana kama kauli kali sana, inaweza kuumiza kidogo, lakini namba hazidanganyi. Na leo tutazichambua hizi namba pamoja ili uone ukweli wenyewe. Sasa, hapa ndipo kwenye tatizo kubwa. Hapa ndipo wakulima wengi sana wanapopoteleza. Wanawekeza pesa nyingi, muda mwingi na nguvu zao zote kwenye kitu ambacho mwisho wa siku hakina soko. Hebu tuchimbue hili kosa la milioni. Yaani, hebu fikiria hivi. Unapanda miche yako leo, alafu unasubiri mwaka mmoja, miwili, mitatu, minne mpaka mitano. Unatunza, unamwagilia, unaweka mbolea, unatumia pesa na jasho lako. Alafu baada ya subira yote hiyo, unafika sokoni na unakuta hakuna mtu anayetaka kununua parachichi lako kwa bei nzuri. Hili sio tu kosa, hii ni hasara ya kutisha, ni kupoteza muda na pesa. Okay, sasa swali la msingi kabisa ni hili. Wale wanunuzi wakubwa huko Ulaya wanataka nini hasa? Ukijua wanachotaka, basi kazi yako inakuwa rahisi sana. Unawapa kile wanachokitaka. Simple, sio? Hebu angalia hii chati. Inajieleza yenyewe. 80%, yani kati ya kila maparachichi 10 yanayouzwa duniani kote kwa ajili ya export, 8 ni ya aina ya Hass. Hii sio bahati mbaya. Soko lenyewe limeshachagua mshindi wake. Ukijaribu kwenda kinyume na hii, unapambana na soko lenyewe na huwezi kushinda. Na wanunuzi ni akina nani? Ni hawa majito ya biashara: Lidl, Tesco, Albert Heijn. Hawa hawataki hadithi, wanataka kitu kimoja tu: Hass. Kwa nini? Kwa sababu ni ya uhakika. Wanajua haiharibiki haraka kwenye meli, wanajua ubora wake haubadiliki, na muhimu zaidi, wameweka mifumo yao yote ya biashara kuzunguka parachichi la Hass. Na hii ndiyo faida ya kucheza na soko. $1.50 hadi karibia $3 kwa kilo moja. Ukibadilisha kwa shilingi zetu, tunaongelea zaidi ya shilingi 3,500 hadi zaidi ya 6,000 kwa kilo moja tu. Sasa jiulize, parachichi lako la kienyeji unalouza sasa hivi linaweza kufika bei hiyo? Jibu unalijua. Sawa sawa. Kwa hiyo, ni nini hasa kinachoifanya hii Hass kuwa special kiasi hiki? Kwa nini ndio malkia wa export? Siri yote iko kwenye vitu viwili tu: ganda lake na mafuta yake. Hebu angalia hizi picha mbili, utaona tofauti. Kushoto ni parachichi la kawaida, ganda lake lile laini, rahisi sana kuchubuka na kuharibika. Sasa angalia kulia, hilo ndilo Hass, ganda lake gumu, lenye vishimo kama ngozi ya mamba. Hili ganda ndilo linalilinda tunda kwenye safari ya wiki kadhaa baharini. Na kuna siri nyingine, ganda hili linabadilika rangi kutoka kijani kwenda nyeusi likiwa tayari kuliwa. Ni kama taa ya kumwongoza mnunuzi dukani. Rahisi sana. Na hapa, hii ndiyo namba ya maajabu: 18 hadi 22. Hiki ndicho kiwango cha mafuta ambacho wataalamu wa ubora kule Ulaya wanapima. Hiki ndicho kinachotoa ile ladha nzuri, ile ulaini wake. Hiki ndicho kinachotofautisha parachichi la kawaida na parachichi la daraja la kimataifa. Hebu tuangalie huu mlinganisho sasa. Hapa ndipo utaona ukweli wote waziwazi. Kwenye mafuta, Hass inashinda. Kwenye ukubwa wa soko, hakuna mpinzani. Na kwenye bei, yani ni dunia nyingine kabisa. Sasa unaelewa ile kauli ya mwanzo ilimaanisha nini, eh? Okay, sasa umeshalijua tatizo, umeijua siri. Swali ni, unaanzia wapi? Jibu ni rahisi. Kila safari ya mafanikio inaanzia kwenye msingi. Na kwenye kilimo cha Hass, msingi ni mche. Safari yako ya kuwa mkulima wa export inaanzia na mche kama huu. Sio mche wowote tu. Ni lazima uwe mche halisi wa uhakika wa Hass, uliopandikizwa kitaalamu kutoka chanzo unachokiamini, kama vile KBA, wataalamu haswa wa umwagiliaji na kilimo biashara. Ukikosea kwenye mche, umeshapoteza vita kabla hata haujaanza. Na kwa sababu tunataka uanze vizuri, tuna ofa ya kipekee leo kwa watu 99 tu. Narudia, watu 99 wa kwanza
Mtapata mcha halisi wa Hass kwa 3,000 tu, badala ya bei ya kawaida ya 4,000. Hii ni fursa yako ya kuanza na mguu wa kulia. Lakini mchele peke yake hautoshi. Unahitaji nini kingine? Unahitaji ramani, unahitaji muongozo, kitu cha kukuonyesha njia, hatua kwa hatua, kutoka shambani kwako mpaka kwenye supermarket kule Ulaya. Na ramani yenyewe ndiyo hii hapa, Mwongozo wa Parachichi Tanzania. Sikiliza, hiki sio kitabu cha kawaida. Huu ni mpango kazi, ni mkusanyiko wa kila kitu unachohitaji kujua. Utafiti, mbinu za kitaalamu, siri za soko, vyote vimo humu ndani. Thamani halisi ya maarifa yaliyoko ndani ya mwongozo huu ni zaidi ya 500,000. Lakini leo, kwa sababu tunataka kuona watu wakifanikiwa, hatutaki bei iwe kizingiti. Kwa watu 99 wa kwanza, bei yenu ni 45,000 tu. Hebu fikiria, ni bei ya kilo chache tu za parachichi la export, lakini unapata maarifa ya kulima maelfu kwa maelfu. Na nikwambie, kuwa mwangalifu. Ofa hii inaisha muda wowote. Watu wengi tayari wanachukua nakala zao sasa hivi. Sasa, swali ni, utaipataje hii ramani yako? Utakipataje hiki kitabu mkononi mwako sasa hivi? Ni rahisi sana. Fuata hatua hizi 3 tu. 1. Tuma 45,000 kwa M-Pesa kwenda namba 0763071007. Utaona jina Daudi Mwakalinga. 2. Nenda WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo, tuma tu anwani yako ya barua pepe. 3. Tulia. Ndani ya dakika 5 hadi 10 zijazo, kitabu kitakuwa kwenye email yako, tayari kuanza kusoma. Nasikiliza hii, kwa sababu tunajiamini sana na hiki kitabu. Chukua kitabu, kisome. Ikiwa baada ya kukisoma, hutaona ramani iliyo wazi ya jinsi ya kuingia kwenye soko la kimataifa, tuambie tu. Tutakurudishia 45,000 yako yote, bila maswali. Na utabaki na kitabu. Yaani, huna chochote cha kupoteza hapa. Uamuzi sasa ni wako. Utaendelea kufanya mambo kwa kubahatisha au utachukua hatua na kuwekeza kwenye maarifa?